kwamba fistula ni ugonjwa unaoathiri akina mama ambao wamepata tabu wanapozaa, na hii ni ile kuna njia isiyofaa inayounganisha sehemu mbili ya mwili ambayo haifai kuwa inaunganishwa. Kwa mfano kwamba kama unaweza kuwa na kidonda wakati unatibiwa, labda kuna saratani ya njia ya uzazi na iende ikachoma hiyo ukuta ya njia ya uzazi, then kuna ile njia katikati ya njia ya choo na njia ya mkojo iko na uhusiana. Unapata mtu kama huyo hawezi control mkojo ama control haja kubwa ama ndogo, inaweza kuwa ni fistula. Pia wakati mwingine inaweza kuwa ni communication kutoka ile kibofu ama ile bladder ya kubeba mkojo na njia ya uzazi, alafu sasa ile kucontrol mkojo inashindikana. Sasa anaweza kuwa mama anatoka mkojo bila kucontrol. So haswa fistula ile unaweza sababisha na njia tofauti. Kuna ile fistula inaletwa na uzazi ama ile wakati wa mama kuzaa. Na pia kule inaletwa na ile kuchoma ama radiotherapy, kama kuna mgonjwa mwenye kuna kansa katika sehemu za uzazi. Akichoma inaweza kuwa ileta hiyo shida ya fistula. Na pia kuna wakati inaletwa na ile upasuaji ama surgery, labda mtu akifanyia upasuaji pale hospitali, makosa yakafanyika ikaleta hiyo njia isiyofaa. Na ni muhimu watu wajue kwamba katika sehemu ya mwili kuna ile ukuta ama ile nyama ina separate sehemu mbili ya mwili. Na unapokuwa na infection ama unapokuwa na inflammation katika hiyo sehemu ya mwili, inakufa, inaanza kuoza, na ikioza hiyo njia inatengenezeka. Kwa kizungu nasema ni panya route, ile shortcut. Kuna gate lakini mtu anatafuta panya route katika ukuta. Ndio hiyo fistula hiyo. Labda katika hali ya kukuelewa vizuri, binadamu kaumbwa kwamba kila sehemu ya mwili wake ina kazi yake, lakini kama ulivyosema mara nyingine kunaweza kuwa kuna sehemu moja imeweza kuungana na wengine pasi yale maumbile ya kawaida na ndio unasema hiyo inasababisha mara nyingi ama inakuwa ni ndio fistula kama ulivyosema. Sasa umeweza kutuelezea kutugusia sababu ambazo huwa zinapelekea mtu kuwa na fistula. Kama nimekupata vizuri, umesema mara nyingine tukifanywa wakati mama anapojifungua. Nafikiri ya pili kama utanikumbusha radiotherapy inaweza kutokea, na labda sababu zingine na upasuaji wa daktari. Kama kuna mtu ameenda kupasuliwa surgery ama maybe anataka kwenda kujisaidia kuzaa, na ile wakati wa kufanyia cesarean section makosa ifanyike kwamba kuna tundu linaweza kuwa zimesababishwa na ilete shida baadaye. Okay, sawa. Sasa kwa mtu kuweza kujua, unajua lile linaweza kufanyika alafu unajihisi kwamba upo sawa. Kwa mtu kuweza kujua kwamba nafikiri hii ndio fistula, ni vitu gani atakuwa naona? Kwanza hata kabla niangazie symptoms, ni kwamba watu wajue kwamba duniani mzima kuna akina mama milioni 2 wanaoishi na fistula bila kupata matibabu, na kila mwaka akina mama 50,000 wanapata complication na fistula. Na sababu kubwa sana tunayoipata kwamba ni sababu ya mambo ya uzazi. Na leo hii tukiongelea mambo ya fistula, tutaka tufocus kwa hii ya obstetric fistula. Hii inasababishwa na mambo ya uzazi. Na ndio maana tukasema afadhali tukuje tukuzungumzie na watu wetu kutoka eneo la Pwani, kwa sababu tumeona idadi kubwa sana ya magonjwa ya fistula inatoka huko. Sababu gani? Kwa sababu kuna eneo ya Pwani ndio bado kuna wale watoto wanaobalehe wanapata watoto, teenage pregnancies. Iko highest eneo kama Kwale, Kilifi, ya lazima watu wajue hivyo. Na pili tuone kwamba fistula iko katika ile jamii ambayo jamii maskini, ambao wakina mama labda wapati ile lishe bora. So unapata kama mama katika kimo chao si kimo ya kawaida, short stature. Unapata kama mama amekonda. Pia unapata kama hujakuwa na lishe bora, uko hata na shida fulani kidogo hivi, unaweza kupata complications. Na ndio maana ni muhimu sana tuzungumzie. Na watu wengi wanaweza kwamba fistula ni tunajuaje niko na fistula? Kwa mfano mama unapojipata kwamba baada ya unapoenda kuzaa upate umetaabika katika hali ya uzazi, mtoto amekawia kutoka, na hiyo kichwa mtoto inapokwama pale katika njia ya uzazi, inaweza kuwa inaharibu hiyo ukuta ambao ina separate maybe njia ya mkojo na njia ya uzazi ama njia ya choo. So hiyo pressure, so kama umekuwa umetaabika sana katika wakati wa uzazi, labda ukapelekwa kupasuliwa ama kupasuliwa, lakini maybe mtoto aliaga ya ile difficult delivery. Na baada ya hiyo utapata shida immediately, lakini ukirudi nyumbani unapata kama huwezi control mkojo unatoka tu bila wewe kupangia, una leak urine, ama wakati mwingine unapata kama unatoka haja kubwa inatoka bila control, lazima uende, unasikia uchungu uko chini, unapata recurrent infections. Lazima uende ukaangaliwe ujue kwa nini, labda una hiyo control ya mkojo, ya choo ama ya hewa.